Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam zimwendee Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Tunaingia katika mada yetu ya qanadil kuhusiana na habari za mwanga. Qanadil ni kitu ambacho kina mwanga ndani yake na kina nuru. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tutakumbushana kuhusiana na habari za swala kiujumla. Hili jambo la qanadil, taa ambalo ndani yake kuna mwanga, ndani yake kuna nuru, limefananishwa na swala. Ndugu zangu katika imani, swala kama swala ni nuru. Yule ambaye hana ibada, hayupo katika masala ya ibada, hana nuru yoyote itakayomuongoza ndugu zangu katika imani katika maisha ya dunia na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala, tufahamu ndugu zangu katika imani ya kwamba swala ni ibada, ibada ambayo inatekelezwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ibada kama ibada, Allah subhanahu wa ta'ala hashirikishwi katika ile ibada na kiumbe chochote. Na wanaeleza wanachuoni wa sheria, ukisikia kitu kinachoitwa swala katika upande wa sheria, wanaeleza ya kwamba ni ibada. Swala ni ibada ambayo inatekelezwa lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na swala kama swala ni kitu ambacho kina maneno maalum. Swala ina vitendo maalum, na mwanzo wa swala kabisa inafunguliwa na takbira. Yule mwenye kuswali, kile kipengele cha kunyanyua mikono, ima usawa wa masikio kwa kusema Allahu akbar, au usawa wa mabega akaashiria vitanga vyake, usawa wa mabega, Allahu akbar. Baada ya kutoa takbiratul ihram, takbira ambayo inakuingiza ndani ya ibada ya swala, wewe umeingia ndani ya swala. Kwa hiyo mwanzo wa swala ni takbira Allahu akbar, ima usawa wa mabega au usawa wa masikio. Na vile vile ndugu zangu katika imani, tujitahidini wakati wa kunyanyua mikono katika ibada. Tukichunguzana, kila mmoja ana namna yake ya kunyanyua mikono, lakini tukiangalia hadithi na mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tunapata sehemu mbili ambazo alikuwa anazitumia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wakati wa kufunga kwake swala. Ima hadhwa mankibaihi, ima usawa wa mabega yake, au katika furuu udhnaihi, usawa wa masikio. Kwa hiyo vitanga kama vitanga vinakuwa vimeelekea matumbo haya upande wa qibla. Na tunaona baadhi yetu tumeingia katika swala, mtu anafunga swala amehirimia Allahu akbar. Haya ni miongoni mwa makosa ndugu zangu katika imani. Au mtu amenyanyua mikono ameipeleka nyuma,
hili ni kosa, si katika mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo kanadil, mwanga ambao unapatikana, nuru ambayo inapatikana ndani ya taa, ndugu zangu katika imani, ni wewe kufanya ibada kama alivyofundishwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama na Allah. Na mtume alaihi salatu wassalam akawafundisha maswahaba, kwa maana akatufundisha sisi Waislamu namna ya swala. Na ndiyo maana katika hadithi ambayo kaipokea Alimamu Al-Bukhari rahimahullah, hadithi ya Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu ardah, pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu ya hadithi ya kwamba sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Baada ya mtume sallallahu alaihi wasallama kuipokea swala, ndugu zangu katika imani, akawafundisha masahaba radhiallahu anhum. Na masahaba radhi za Allah ziwe juu yao hawakufanya ubakhili wakaizagaza swala ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadi zama tulizo nazo. Na wanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala warehemu waliotangulia mbele ya haki na wahifadhi walio hai, wakatunga vitabu mbalimbali ambavyo vinahusiana na swala, wakakusanya hadithi mbalimbali kutoka katika vitabu tofauti tofauti, ili mradi swala iwe ni nyepesi kwetu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kipengele cha swala, ndugu zangu katika imani, ni kipengele ambacho ni kikubwa, ni tofauti na ibada nyingine. Tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wale wenye uwezo wanatoa zaka, na ibada nyingine wale wengine wanaenda kutekeleza ibada ya hija. Allah ameteremsha aya mbalimbali za kufaradhisha ibada hapa hapa duniani, tofauti na ibada ya swala. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama aliandaliwa safari na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lugha ya kisasa alitumiwa visa mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja kuchukuliwa na balozi mkubwa ambaye ni Jibril alaihi salam, akampeleka kwa Allah tabaraka wa taala. Kisa cha Israi na Mi'raji kinaonyesha umuhimu wa ibada ya swala, ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika mji wa Makka akajiwa na Jibril alaihi salam. Kisa ni kirefu, lakini kwa mukhtasari, kwa ufupi, mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga safari pamoja na Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa mnyama anayeitwa buraka. Wanatoka duniani wanaelekea akhera, ndugu zangu katika imani. Wakapanda katika mbingu ya kwanza, mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na nabii Adamu alaihi salam. Jibril alaihi salam akamwambia mtume, yule ni baba yako Adam, nenda ukamsalimie. Baada ya kusalimiana mtume sallallahu alaihi wasallam na baba yetu Adam alaihi salam, safari kaendelea, wakafika katika mbingu ya pili. Katika mbingu ya pili mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Nabiullahi Isa ibnu Maryam na Yahya ibnu Zakaria alaihimu salatu wassalam. Wakasalimiana. Jibril alaihi salam akamfahamisha mtume sallallahu alaihi wasallama. Safari ikaendelea hadi katika mbingu ya tatu. Katika mbingu ya tatu mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na nabii Yusuf alaihi salam, wakasalimiana. Safari inaendelea hadi katika mbingu ya nne. Baada ya kufika katika mbingu ya nne, mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Nabiullahi Idrisa alaihi salam. Safari inaendelea hadi katika mbingu ya tano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Nabiullahi Haruna alaihi salam. Safari inaendelea hadi katika mbingu ya sita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Nabiullahi Musa ibnu Imran alaihi salam. Safari inaendelea hadi katika mbingu ya saba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Nabiullahi Ibrahimu alaihi salam. Safari ya mtume ikaendelea hadi juu ya mbingu ya saba, akakabidhiwa kitu kinachoitwa swala. Alikifungia safari mtume sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kuhusiana na ibada inayoitwa swala.
swala hadi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka katika ulimwengu huu, maneno yake ya mwisho ni swala, swala, swala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukitaka nuru katika maisha yetu, katika majumba yetu, tukitaka mafanikio katika kazi zetu, tushikamane na ibada ya swala, tushikamane na ibada ya swala. Si kushikamana tu ndugu zangu, tujifundishe namna swala inavyoswaliwa ili tufanye ibada iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu katika imani, kwa haya machache tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi lhusna wa sifati lula atupe afya na nguvu za kumwabudu kwa usiku na mchana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada. Allah atufishe tukiwa ndani ya ibada. Allah atufufue siku ya Kiyama tukiwa katika kundi la wafanya ibada. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufufue siku ya Kiyama tukiwa pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kwa haya machache nasema subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.